Wazazi walirejea nyumba. Walikuachia nyumba? Na aliyekufukuza nani? Alikufukuza pale na naye kutoa mjomba nani? Shangazi. Alitoa ndani shangazi. Akwambia uondoke? Uende wapi? Serikali naomba nisaidie nirudishe kwenye mpango ajira na wazazi. Kirudisha kule kwetu ndalala ndani. Ukipita katika mitaa ya Osunya, katika mtaa wa Mama Nairo katika jiji la Arusha nyakati za usiku, katika mtaa huu utakutana na kijana James Mtunguja mwenye umri wa miaka 32 ambaye nyakati za usiku utamkuta amelala nje katika kibaraza cha nyumba hii. Historia inaeleza James Mtunguja enzi za uhai wa wazazi wake walikuwa ni watu wenye mali ambao walifanikiwa kujenga miaka ya nyuma kabisa, watu wa mwanzo kujenga katika jiji la Arusha nyumba yenye hadhi ambayo kwa sasa thamani yake ni zaidi ya milioni 50 ukikadiria. Leo hii kijana James analala nje akiwa hana kitu, hana chochote anachomiliki zaidi ya nguo zake ambazo hawezi kukueleza hata amezipata vipi. Majirani wamekuwa ni watu wa kumsaidia James kumhifadhia kirago chake ambacho ni godoro walilompa jisitiri na kulalia ili asilale chini na kutandikwa na baridi ya Arusha. James amegoma kabisa kulala ndani ya nyumba kwake. Anahisi kama sio stahiki yake kulala katika nyumba za watu, wakati wazazi wake walimwachia nyumba ambayo ndugu wenye tamaa wameichukua. Haieleweki kama wanaishi wao ama wameshaiuza na James kutimuliwa. Maisha magumu anayopitia kijana James amemfanya kuwa kama mtu mwenye msongo wa mawazo. Anasingiziwa na ndugu kwamba ni kichaa. Inadaiwa kwamba alishawahi kupelekwa Milembe Dodoma. Madaktari wakathibitisha kwamba haumwi chochote kwenye akili yake, hivyo akarudishwa Arusha. Alivyorudi Arusha amekuwa na maisha ya kutangatanga ambayo hakuna kueleza kwamba kunapopambazuka saa 12 alfajiri anapokunja kirago hichi huwa anaelekea wapi. Nyakati za usiku utamkuta amejibanza hapa. Huo mwanga unaotazama ni mwanga ambao tumewasha tochi tu kwa ajili ya kuonyesha lipo, lakini kiuhalisia tukiutoa mwanga huo hapa huwa panaonekana hivi. Nyakati hizi za usiku watu huwa wanapita na kuendelea na shughuli zao bila kujali kwamba James Mtunguja kwa nini amelala hapo, zaidi ya majirani tu wanaokifahamu kisa chake. Tukirudisha mwanga unaweza kumtazama James akiwa hapo, akiwa ni mtu ambaye hana matumaini ya kile anachokifikiria, anachowaza. Hata mdomo wake umekuwa mzito kutamka maneno kutokana na msongo wa mawazo unaomkabili. Majina yako? James. Unaitwa? James. Ilikuwaje James? Ulizaliwa wapi na nini? Ndugu wapo wana maisha, wanaponda starehe kwa mali za baba na mama yake. Tupo na majirani ambao wanamsaidia James kueleza kile kidogo kuhusiana na historia ya maisha yake, kama hapa wanavyoeleza kile wanachokifahamu kwa kifupi tu juu ya maisha ya James. Elezee jina lake, ilikuwaje jina lako? Huyu bwana anaitwa James Mtunguja. Yaani historia yao ni kwamba wana nyumba hapo mbele hapo. Mtaa wa Sunyai, Arusha. Sasa baada ya mzazi wake mama baba wakafariki. Walipofariki wale ndugu huyu aliyokuwa anakaa naye wakamfukuza. Wajomba wakamfukuza yule mama ambaye ndo alikuwa anakaa dakika ya mwisho, na maana yule mzee alikuwa ameoa tena. Alipofukuza yule mama huyu akabaki pale kwenye nyumba. Mwisho wa siku akamfukuza. Kwa hiyo walipomfukuza ikabidi wana tangatanga na mali kwa wewe kwa kukaa. Kwa hiyo siku anatangana kukuta amejikunyeta melala hapa. Kwa hiyo ikabidi basi tuwe tunamsaidia chakula. Asubuhi saa 12 anaondoka. Unaona? Kwa mpaka kafikia stage hii
hapo alipo anaumwa, anatumia dawa za. Kwa hiyo na imbeje yani unaumwa alafu chakula huna, utakula wapi? Utalala wapi? Unaona, ana maisha ya taabu kweli. Kondo imefika mpaka saa hizi yuko hapa, mvua inanyesha unamuona yuko hapa, analala hapa unapoona. Kwa sababu naomba kama yani angalia uwezekano, kwa sababu kama nyumba iko pale ya wazazi wake na wamekufa, aliye anaishi pale au kama kanunua au ni ndugu anaishi, kwa nini asikae? Kwa nini asimchukue akae naye? Wanamnyanyapaa kwa sababu ya hali kama hii. Na hapa amekaa kwa muda gani sasa? Ni muda mrefu sasa. Muda mrefu. Kwa amelala nje kwa zaidi ya miaka mingapi? Ni zaidi ya miaka 2. Amelala nje. Na nyinyi kama majirani, kwa nini hamjampa hifadhi ya kulala ndani? Ndani kiambia lale hataki. Hataki. Kwanza sasa hivi afadhali baada, kwa sababu ilikuwa hata kuweza kujisafisha alikuwa hawezi. Kwa hiyo ina maana mpaka msafishe nguo, kwanza ikiwa nguo nzuri kwa hataki. Lakini sasa hivi angalau dawa nafikiri anazozitumia kidogo ilikuwa kama zimepanda kichwani, lakini kidogo sasa hivi afadhali. Kwa hiyo hata nguo unaona kama hivi nguo anafua. Na labda ndugu zake mnawafahamu na mlishawapelekea taarifa? Kwa ujumla mimi ndugu zake hakuna anayemfahamu. Na ilikuwaje sasa kuhusiana na swala la afya yake? Wanasema wengine hana akili timamu, wengine wanasema ana akili timamu. Yani inavyoelezeka kwamba hivi yani wana usiku na shangazi yake ambaye ndo walikuwa na kama na yani alikuwa anamwangalia, lakini hayupo. Eti shangazi yako yuko wapi? Shangazi yako yuko wapi? Yuko Mbauda. Anasema shangazi yake yuko Mbauda. Na maana shangazi yake ndo anajua kila kitu, na anajua nyumba inakaa na nani anaimiliki. Kwa kiuhalisia ni kwamba huyu ni kama mtoto yatima sasa. Sio kani mtoto yatima. Wazazi walimwachia nyumba imeuzwa. Yeye analala kwa kutangatanga nje. Kama unavyomuona hivi. Na hili godoro? Hili godoro kapewa na Msamaria. Kwa kila siku liko hapa huko kunapokucha huwa anafanya. Kunavokucha na anachukua godoro, anaomba hifadhi tumuhifadhie, asubuhi jioni kifika na kuja kuchukua. Na shughuli zake ni nini sasa? Hana shughuli yoyote, atafanya shughuli gani kama wewe sasa? Hana. Hadi kama yeye utafanya shughuli gani sasa? Kwa mwisho wa siku ndugu zake wanajua maisha anayopitia au hawajui hata yuko wapi? Shangazi yake ndugu wanajua kwamba huyu yuko na maisha gani. Wanajua, lakini sasa kwa sababu pale wamemtoa, sasa si wamemtelekeza kwamba huyu labda tunataka afe tu. Na nyumba yao inaonekana ya thamani au ya kawaida? Ni ya thamani, imeboreshwa zaidi, ya thamani tu. Ya thamani sana tu. Inaweza kauzwa shilingi ngapi kwa thamani ya sasa hivi kwa siwezi tathmini, lakini ni nyumba ya thamani. Zaidi ya milioni 50, 20. Zaidi. Kwa eneo ile zaidi. Ndio hapa kazi. Zaidi. Ni ugiza hapo nyumba. Kwa nyumba yenye thamani kubwa. Ina thamani kubwa. Inaweza kufika milioni? Yaani ina thamani kubwa. Na huyu kwao alikuwa ni yeye peke yake kwenye familia yao. Hivi kwenu mko wangapi? Nyumbani kwenu mtazaliwa wangapi? Ni wewe peke yako. Yaani mimi nafikiri yani kumsaada zaidi hapa alipo. Yaani cha msingi kama ni ndugu yake, shangazi yake, kwa sababu anajua nyumba iko na nani, mkononi mwa nani, basi amchukua kae naye. Yaani chini ya sheria, yani serikali msimamie kwamba wewe kaa na huyu mtoto umtunze. Kwa sababu kama nyumba umeuza, kama hujauza, tujue hii nyumba iko na nani, mikononi kwa nani. Kuliko kuteseka kwa nani? Kuliko kuteseka hivi. Yaani yeye mzazi kafariki, wewe unalala starehe kwenye nyumba aliyojenga mwenzako. Kweli inawezekana hiyo? Mbaya. Unajua hata serikali wanaangalia kwamba jamani, watu kama hao kuangalia. Sasa viongozi wenyewe wa mtaa ambao tuko nao ndio hivyo. Hawawezi. Kwa sababu tatizo la huyu analijua, mwenyekiti analijua. Hata balozi wanajua. Hajachukua hatua yoyote. Hajachukua hatua yoyote.
Kwa wanaotaka kumsaidia. Yani nilivyosikia vile. Ile nyumba ilivyokuwa, yani baada ya alitengewa chumba chake huyu kwenye ile nyumba. Mara ya kwanza walisema wamepangisha. Kwa akatengewa chumba chake huyu. Kapewa kwamba hii chumba chako. Lakini kaenda mwisho wa siku wakamtoa pale kwamba unajua usiku anakoa sana. Nakoa nini wakamtoa. Walipomtoa ndo hii juzi tunaona nyumba imekarabatiwa upya. Sasa inasemekana imeuzwa. Sasa sijui kweli imeuzwa au la, hatuwezi kujua. Sasa mimi nafikiri cha zaidi kama serikali kweli waangalie jinsi ya kumsaidia watu kama hawa. Maisha ni magumu. Pa kulala mtu hana. Na hakuna, kwa sababu nyumba ingekuwa kwamba hana sawa, lakini nyumba ipo alipozaliwa papo. Na watu wanapiga hela huenda. Na watu wanapiga hela, wanakaa starehe. Yeye anateseka yuko hapa. Na katika hali ya kawaida labda anatumia kinywaji chochote au kilevi chochote ambacho unaweza kusema labda kimefanya akili yake isiwe vizuri? Tangia mimi nianze kumuona hapana, kwa hali ilikuwa na hapana. Kwa unaweza kukuta ni stress tu za maisha, ndio unaweza kumuona wakati mwingine stress za maisha kuumwa ndo akawa hivi. Haya, wanaotaka kumsaidia wanafikaje hapa sasa? Wanaotaka kumsaidia kuna nafikiri kuna mama moja mjane ambayo ndo mwenye eneo hili. Yule nafikiri hata namba shangazi yake anayo. Kwa kama anataka msaada kwa huyu mama unaweza ukapitia kwa huyu mama. Ndio. Na hapa ni mtaa gani au akitafuta mwenyekiti wa mtaa gani anafahamu hili swala? Huu ni mtaa wa Usunyai, kata Usunyai, mtaa wa Usunyai. Alimaarufu kwa Mama Nairo. Akifika hapa huyu kijana ni maarufu tu. Mtunguja anapatikana. Ukiuliza hata mtoto mdogo Mtunguja atampata. James Mtunguja. Tunaondoka katika eneo hili kwa huu mwanga kidogo ambao umemfariji James kwa zaidi ya dakika 15 ambazo tulikuwa tunaripoti taarifa hii, na sasa tunamwacha katika eneo hili na uhalisia wa giza ndio maisha yake ya kila siku nyakati za usiku baada ya sisi kuzima taa yetu. Tunamwacha hapa James akiwa hana uhakika wa kesho yake, na sisi tukiwa tuna uhakika. Je, wenye mamlaka wameisikia sauti hii? Watamsaidia? Kwa wale ambao wataguswa na kisa hichi, wanaweza kufika hapa katika mtaa wa Osunyai, katika kata hii pia ya Osunyai, mtaa wa Mama Nairo, na kumuulizia tu James Mtunguja. Utaelezwa na kupatikana na nyumba ya wazazi wake. Nadhani umeiona kwenye video hii ambayo tumeiweka. Kama unaweza kuwa sehemu ya kumrejeshea tabasamu japo tu alale ndani ya nyumba hiyo, basi fanya hivyo. Weka komenti yako hapo chini kistaarabu. Mimi ni mwandishi msomi, naitwa Kurumba Le Babas. Pastor Ezekiel wa New Life Prayer Center and Church Mombasa nchini Kenya anawakaribisha kwenye ibada kubwa ya meza ya Bwana iliyojaa uponyaji, ukombozi na unabii tele kwa mataifa yote kwa sababu ya damu ya Yesu. Because of the blood of Jesus. Anapona. Today gets healed. Na mwili wako wa nje, You are out of body. utaishi. Njoo ukutane na Pastor Ezekiel uso kwa uso. Nilikuja hapa meza ya Bwana nikiwa nasumbuliwa na pressure kwa miaka 11, nikapona. Safiri pamoja nasi kwa gharama nafuu sana. Hakuna sababu ya kuteseka tena. Usipitwe na neema hii. Ibada hii itaanza tarehe 2 mpaka tarehe 13 mwezi wa 4 2025. Kwa maelekezo ya safari piga simu namba 0774781537. Njoo sasa upokee muujiza wako from above only.